Simba by the way nafikiri unafahamu, kila mmoja anafahamu kwamba focus yao hasa ilikuwa ni katika dimba la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo baadaye kafu wame taarifa, yani manake kafu wao wamelazimisha lazima mechi ichezwe kule Zanzibar kwa sababu ambazo wao wanaona kwamba zina mashiko zaidi. So far kuna namna ambavyo unataka kuwajaribu hata kwa wachezaji kujaribu yani kuwaondoa katika fikra za Benjamin Mkapa na tukufikiri katika uwanja wa Amani Zanzibar. Kwa hiyo ni jambo la kawaida tukuona timu kuna wakati mazingira unaweza kasoma kaona hakuna sababu ya kuwahi sana kule Zanzibar, lakini kuna wakati mwingine program za mwalimu na maandalizi yake kwa ujumla anaona bora tu timu iende ikazoea mazingira siku 3 au 4 kabla ya mechi. Ngawaje kwa Zanzibar sio sehemu ngeni kwa Simba kwa sababu wamecheza pale mara kadhaa tu, yani sio mara moja wala sio mara mbili, lakini kufika ikiwa ni siku 3 4 kabla ya mechi ni jambo la kawaida tu kwenye mpira, kwa sababu hakuna kizuizi ambacho unaweza kusema kwamba tuende kule siku ya mchezo au siku moja kabla ya mchezo. Na kwa kuwa Simba ni wenyeji, maana yake kwa vyovyote vile watalazimika siku ya Jumamosi kuachia nafasi RS Berkane wafanye mazoezi katika uwanja ule, lakini Simba wao kwa kuwa ni wenyeji wanaweza wakafanya mazoezi katika uwanja wa Amani labda Ijumaa, ikiwezekana hata Alhamisi, una vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna faida vile vile kwa Simba kwenda kukaa katika mazingira ambayo mechi itachezwa mapema zaidi, vile tu ambavyo mwalimu yeye anaona katika mipango yake kuna kitu ambacho anatamani akifanya wakiwa katika eneo ambalo mechi itachezwa. Na kiufundi zaidi nini kinaongezeka pengine kwenye hili la kufanyaje kuwahi sehemu ya kwenda kuchezea? Na watu wengi wanazungumzia labda pengine mechi ya Dar es Salaam na Zanzibar hijatofautiana kwa kiasi kikubwa. Ni kweli, yani nimejaribu kuzungumza kwamba yani katika maandalizi ya timu kuelekea kwenye mechi yoyote ile, yani ukiacha maandalizi ya kiufundi, lakini kuna eneo jingine la fitness ya wachezaji, lakini kuna eneo la saikolojia. Sasa ni vile tu mwalimu ambavyo yeye anatamani program zake azifanyie wapi, lakini programs ambazo mwalimu anakuwa anazifanya zinakuwa ni zile hazitofautiani, lakini kuelekea kwenye mechi husika kuna vitu ambavyo mwalimu anaweza kawa anaviona na anavitamani kwamba hii sasa kwa kuwa tunakwenda kucheza katika uwanja wa Amani, ngoja tuone namna ambavyo kama tunaweza tukapata nafasi ya kufanya mazoezi katika siku 2-3 kwenye uwanja ule, kwa sababu sisi ni wenyeji. Lakini kuna hali fulani ambavyo nimezungumza kwamba kuelekea kwenye maandalizi yote ile kuna eneo la saikolojia. Mwalimu anatamani vile, yani unasema kwa mwalimu vile vile lazima akae na wachezaji aongee nao. Kwa hiyo vile vile inawezekana mwalimu ameona kwamba sehemu ambayo kwake yeye inaweza ikawa ni rahisi kwa kuwa mechi inachezwa Zanzibar, baadhi ya program ni kuzifanyia kule Zanzibar, lakini yani haimaanishi kwamba labda kuna kitu cha ziada sana ambacho labda kinabadilika kutoka kwenye program ambazo zimepita, lakini kila mechi kiufundi ina maandalizi yake kulingana na mpinzani ambaye unakwenda kukutana naye. Sasa haya ya kuwahi mapema au kabla ni swala ambavyo yani mwalimu anaona kwamba tufike mapema au twende siku yani kuna maandalizi yale tunasema ya nje ya uwanja, lakini kiufundi hakuna cha tofauti sana, kwa sababu maandalizi ya timu kiufundi yanafanyika kila mara, yani siku zote timu inavyocheza mechi moja kwenda mechi nyingine kuna maandalizi. Lakini hali nyingine ambayo unaweza tukaizungumza hapo ni namna tu ambavyo mwalimu anaweza akawa anawaandaa wachezaji wake katika mazingira ya karibu na pale ambapo mechi itachezwa.